na karibu kwa mara nyingine tena msikilizaji wa Kwetu News 24 katika habari zetu za leo. Bila shaka ni matumai ya kwamba unaendelea kuwa mzima wa afya popote pale ulipo kwa ajili ya kuweza kupata habari zetu tena zikiwa habari zenye kuthibitishwa, zenye uchunguzi wa kina, habari kutoka pembe nne za dunia. Tunapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo msikilizaji, sehemu ambayo imekumbwa na migogoro ya kivita ya mara kwa mara. Msikilizaji wa Kwetu News 24, bila shaka umejipanga vya kutosha kwa ajili ya kuweza kuemea habari zetu, kuweza kupartager, lakini pia kuweza kukomante. Utaweza kujiabone ikiwa ndo mara yako ya kwanza kabisa kuweza kuungana na sisi. Kwa lugha nyingine wanasema kusubscribe, kulike, kucomment na kushare habari hizi. Miongoni mwa habari ambazo utakazozipata jioni ya leo ni pamoja na M23 Twirwaneho pamoja na Red Tabara milimani mirefu ya tarafa la Fizi huendelea kupata cha mtema kuni, huku jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na wazalendo wakiendelea kuwashambulia. Msikilizaji, tutajielekeza huko Kamituga ambako vijana walalama kuhusu mazishi ya meya makamu wa mji wa Kamituga ambaye aliaga dunia huko Burundi na kuweza kujizikwa jijini Bujumbura, sehemu ambayo alipotezea maisha kufuatia maradhi. Lakini pia utapata habari za kitaifa ambazo zinasema kwamba nchi ya Angola imepewa jukumu la kufanya mazungumzo na wadau wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kupata suluhu la mgogoro unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuanzie ndani ya milima inayoinukia tarafa la Fizi, tukitaja huko Minembwe, baada ya waasi wa M23 na washirika wake Twirwaneho, Red Tabara, Gumino pamoja na makundi mengine kupata kipigo kikubwa siku chache zilizopita baada ya kutimuliwa maeneo ya Pwenzero. Sasa wanaanza kulalamika kwamba maisha yameanza kuwa magumu kwa sababu njia zote ambazo walikuwa wakizisaidia nazo kwa ajili ya kuweza kuwapelekea chumvi pamoja na vifaa vingine muhimu zimefungwa na wazalendo pamoja na jeshi la FARDC. Hayo yamethibitishwa na wakaaji wa kijiji cha Pwenzero pamoja na maeneo ya Kalingi ambao wanathibitisha kwamba katika pita zao pamoja na kuweza kuchungulia maeneo ambayo tayari yamekombolewa na jeshi la Kongo pamoja na wazalendo, raia wengi wa Pwenzero ambao walikuwa wanakimbilia maeneo ya Nele pamoja na Bilende wamethibitisha kwamba eneo la Pwenzero kwa sasa lipo huru pamoja na maeneo kama vile Bichumbe na huko bila Lombili, eneo ambalo lilikuwa likishuhudiwa na waasi wa M23 pamoja na Twirwaneho. Eneo hilo kwa sasa hawaonekani kabisa. Sehemu ambazo zilikuwa zimedhibitiwa zikiwa ni sehemu za mashambani za raia wa Pwenzero sasa zipo huru, sehemu ambayo maiti nyingi za M23 pamoja na bomu ambazo zisizoripuka zinaendelea kuokotwa na raia wanaojielekeza mashambani pamoja na wachimba madini wanaojielekeza maeneo ya Mutunda, eneo ambalo linatazamiana na eneo la Kalingi. Licha ya hayo, bado M23 wanaendelea kujidai kwamba wana nguvu ya kupigana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo ili waweze kuokoa sehemu ambayo inaendelea tena kushikiliwa na jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo, jambo ambalo wazalendo pamoja na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema ni ndoto kubwa na ambalo halitoweza kutokea hata kidogo. Wakaaji wa maeneo ya Pwenzero pamoja na eneo zingine zinazozunguka mlima huo wamesema kwamba wameanza kabisa kuwa na imani kwamba vita ambavyo vimedumu kwa muda wa miaka 7 sasa toka mwaka wa 2019 huenda serikali ikawatimulia mbali kabisa waasi hao na kuweza kurudisha amani maeneo hayo, maeneo ambayo wanasema ni nchi ya asali na maziwa. Tuachane na habari za huko milimani mirefu ya tarafa la Fizi na sasa tujikite ndani ya mji wa Kamituga ndani ya mkoa wa Kivu ya Kusini, baada ya meya makamu wa Kamituga kuzikwa nchini Burundi jijini Bujumbura, eneo alikokufia weekend iliyopita. Kupitia maradhi, vijana wa mji wa Kamituga wataja kupokea kwa shingo upande kitendo hicho, huku wakisema kwamba ni ajabu kubwa meya makamu kuzikwa kwenye nchi jirani, eneo ambalo si mbali sana na nyumbani kwake, na kukitaja kitendo hiki kuwa kisichopendeza, huku wakisema kwamba
shukrani ya punda ni teke, kwani meya makamo huyo alitumikia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mji wa Kamituga. Kwetu News 24 imefanya mahojiano naye Wisoba wa Kilongo Fiston, ambaye ni mratibu wa shirika la raia husika na haki ya binadamu ndani ya mji wa Kamituga, shirika linalojulikana kama BDH kwa ufupi. Ameanza hapa kwa kuonyesha jinsi mazishi ya meya makamo wa Kamituga yalivyokuwa. Alizikwa Burundi ni kitu ambayo inahuzunisha kominote yote Lega, inahuzunisha bakaaji yote ya teritoria ya Mwenga na vile ya Kamituga, paske mera hakuanza tu kutumikia meri ya Kamituga, lakini alitumikia pia tarafa yote ya Mwenga. Sasa kwa nini meya makamo azikwe Burundi kuliko kuzikwa jijini Kamituga, bwana Fiston? Kwa yeye kuzikwa ya nchi ni sabotage ku teritoria ya Mwenga, ni sabotage ku vile ya Kamituga, surtout na government nationale yetu, sababu inaweza kuwa ni negligence ya communauté Lega, ni sabotage wakaaji wa teritoria ya Mwenga na vile ya Kamituga na government nationale, kwa sababu walikuwa wakiongea na nani na hao wanani wa pilote ambayo angileta ile mwili hapa. Pilote alikuwa akilomba pesa yenye inafika kiasi ya $22,000. Kisha hiyo pesa ya transport kulikuwa pia mafrais connexe, paske unajua kama huko jamani kutoka Burundi mpaka Kamituga kuwarudisha tena Burundi, chakula, vinywaji na vingine, mafrais connexe. Ilomba ya government nationale, kwa vile government nationale ndio limereconnaître comme maire adjoint wa vile ya Kamituga, kitu ambayo haikufanyika. Ibidi mairie ya Kamituga ndio ikontribue $16,000 mairie ya Kamituga, gouverneur alikontribue $6,000, mais government nationale alikontribue hata $1. Ni kitu ambayo ilipelekea changamoto. Para sai niko nakwambia hapo magrupu WhatsApp za Kamituga ndio iko habari ile, watu wanakondani sana na watu wanaonesha kama tunaachiliwa na government ya nani ya Kinshasa. Kwenye mere ule mwenye anaachiliwa vile kukua sasa wengine mtoto wa mtu ambaye anaweza kupata magumu, hapo kama tunaweza kusubiria msaada kwenye government ya Kinshasa. Elfu-6 ukichanga yote mbili nafanya $22,000. Pourtant kule Burundi kwenye biko walikuwa wako wanakula, walikuwa wanafanya ingine manani ma dépense, walipata pia kutoa mwili unani ku hospital, walipata lipa facture. Unakutana kama hiyo pesa haingi sifire, hata kama ingekuwa kidogo. Tuko hapa na nani na service, tuko na DGRA ambayo inakongola inafuatilia taxes za niveau national, na mwaka wa 2025 Kamituga ililipa hiyo taxe pesa nyingi sana. Tulipa pia pesa nyingi sana ku DPMR, moteri ya mie na vingine vitu ambao tulalamikia. Pesa hiyo ilienda manimero ya telefone ya batu, taxes zilienda manimero ya telefone, government tunasema manimero ya telefone, hiyo pesa zinaenda. Kama tunaweza kwa tunalipa mataxe na mtu saa ule anakufa na hatuangaikiwe na government national, ni kitu ya kuhuzunisha bwana Mariri. Sasa vile ya Kamituga haijulikane na government national, inajulikana wakati ya mataxe, inajulikana wakati ya vingine vitu hayo au watakula nani pesa, lakini kwa kutumbukia ile redevabilite nabo kwetu shie haiko, na ni kitu ambacho natuhuzunisha. Message ni kukondane ile sabotage yenye government ya Kinshasa ilifanya kwa meya adjoint. Ni kukondane hiyo sabotage yenye government ya Kinshasa
inafanya population ya territoire ya Mwenga na vile ya Kamituga, na haiko ya kwanza bwana Mwariri. Sisi tunaachiliwa mambo mingi, hiyo tipo ya mea inakuja tu kukonfirme vitu ambayo injustice ambayo government ya Kinshasa yako nafanyia territoire ya Mwenga na vile ya Kamituga bwana Mwariri. Sisi ni kama vile tu ngombe na nyonywa maziwa, hata ngombe yenyewe na nyonywa maziwa unapaswa pia ikulisha, lakini sisi kama vile Kamituga kama tuko ngombe yenyewe tunanyonywaga maziwa, lakini ambayo tunanisha sana sawa vile population ya tarafa ya Mwenga na jini Kamituga. Tuzungumzie habari za kitaifa, msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24. Angola imepewa jukumu la kufanya mazungumzo na wadau wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kupata suluhu la mgogoro unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uamuzi huo ulifanywa katika mkutano wa kilele uliofuatia siku ya Jumatatu, Februari 9 mwaka 2026 huko Luanda, kati ya marais Joao Lourenço wa Angola pamoja na Faure Nasibe wa Togo pamoja na Felix Tshisekedi wa DRC. Viongozi hao wameiomba pande zinazohusika katika mgogoro huo kutangaza kusitisha mapigano ambayo yataanza kutumika tarehe na saa itakayoamuriwa, lakini pia wamehimiza kuharakisha utekelezaji wa taratibu za kudhibitisha kusitishwa kwa mapigano zilizokubaliwa huko Doha mnamo Oktoba 14 mwaka 2025. Olusegun Obasanjo, mwakilishi wa marais watano walioteuliwa na Umoja wa Mataifa kama wawezeshaji wa mchakato wa amani nchini DRC, alishiriki katika mkutano huo. Naam, kufikia hapo msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, mimi sina la ziada. Tukutane wakati mwingine. Endelea kufuatilia Kwetu News 24 ili uweze kupata habari zenye kuthibitishwa, zenye uchunguzi wa kina na za ukweli kabisa. Usisahau kusubscribe channel yetu, usisahau kucomment ili tujue unatupata ukiwa sehemu gani, lakini pia usisahau kulike pamoja na kushare habari hizi. Hadi wakati mwingine. Kwaheri.